Zahmidi TV. Economic opportunity for youth in Tanzania across key sectors. Nitaanza na Bwana Abdallah Ndele. Mada inasema ni fursa za kiuchumi kwa vijana ambazo zinapatikana ndani ya Tanzania kwa vijana katika sekta mbalimbali. Kwa haraka ni sekta ngapi au ni sekta gani tatu ambazo ni fursa kwa vijana za kiuchumi kwa Tanzania? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shukrani brother kwa utambulisho na kwa nafasi ambayo umenipatia ya kuja hapa kuchangia. Labda ni moja kwa moja kwenye swali lako. Kwa bahati nzuri nchi yetu ina fursa nyingi sana. Yaani sisi tuna bahati kuzaliwa Tanzania. Kuna vitu vingi sana vya kufanya. Kuna Sheikh amezungumza hapa, ameonyesha mambo ambayo anaweza kufanya yeye peke yake. Na unapokuwa kijana unakuwa na muda mwingi wa kuweza kufanya hivyo vitu. Kuna watu wako vyuoni wameshaanza kuuza karatasi na peni. Kuna watu wengine wametoka vyuoni wameingia mtaani wameanza kufanya shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana vya kufanya. Nadhani kwa haraka labda kwa ku-mention kabla haujaenda kwenye fursa, kuzungumzia fursa kama fursa, lazima uangalie interest za mtu, uangalie passion yake, uangalie na skills ambazo anazo. Kwa hivyo kwa mtu ambaye labda anataka kufanya biashara, yeye ana interest na biashara, kuna fursa za biashara mbalimbali. This time watu wanakwenda China, wanaagiza mizigo, wanaagiza biashara, wanafanya biashara mbalimbali. Kuna mtu ana interest na kilimo. Hii nchi ina ardhi ya kutosha. Kwa bahati mbaya sana ukipanda gari au ukipanda treni ukiwa unatoka Dar es Salaam unaenda Morogoro, ukishamaliza Kibaha ni mapoli mpaka unafika Morogoro. Ukipanda treni ni the same, unakutana na mapoli mpaka unafika Morogoro, mapoli mpaka unafika Dodoma. Lakini ukienda kwenye nchi ambazo zimeendelea mapoli huwezi kuyakuta. Watu wanalima, watu wanafanya kazi za kulima. Sisi watu wa pwani kuna fursa kwenye mambo ya uvuvi. Dr. yuko hapa, anaweza kupa elimu, Dr. Pazi. Kuna kila yengo inategemea sana, ni ngumu kumesha moja, lakini kama unataka kulima, kilimo kipo. Hapa brother ametoka kufanya presentation ya kuelezea namna gani PBZ wanatoa huduma. Kuna fursa za kupewa mkopo na uwezeshaji PBZ kupitia account hizo za mudharaba mathalan, ili uende ukafanye kitu ambacho unataka kwenda kukifanya. So kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Mtu aelewe tu kwamba yeye nini anachotaka. Kuna concept moja ya Kijapani inaitwa Ikigai. Aifuate Ikigai imuonyeshe yeye anatakiwa kufanya kitu gani. Akishakijua hicho kitu anataka kufanya, then atafute wataalamu kwenye sekta hiyo. Waone ili wamuelimishe, then yeye aende moja kwa moja katika fursa. Kwa hiyo kwa ufupi, fursa ni nyingi. Kwenye kilimo kuna fursa. Bahati mbaya watu mashambani shamba lipo, ukienda na utanyasi. Kwa hiyo lazima utenge muda, uende mwenyewe uende ukalime. Kwa hiyo hizo ni mfano wake. Shukran. Umegusia jambo muhimu sana ambalo nitarudi kwako baada ya kupata overview ya brother Manu. Yes, kwamba yeye anaona ni fursa zipi ambazo au sekta zipi ambazo zina fursa kwa kijana wa Tanzania, kwamba hizi akiziendea atanufaika kiuchumi. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nashukuru kwa swali lako zuri, na niende moja kwa moja kwenye namna ya kuweza kuzitambua hizo sekta ambazo tunaweza tukasema kwamba ni zina fursa kubwa kwa vijana hasa wa Kitanzania, hasa wa Kiislamu katika nchi hii. Na mimi kama alivyosema brother Ndele, naweza nikazi categorize katika sampuli tatu vile vile. Ya kwanza ni sekta ya biashara, ya pili ni sekta ya kilimo, na ya tatu ni sekta ya viwanda. Kwa upande wangu kivipi? Ya kwanza kama nilivyosema kwamba ni sekta ya biashara. Nimejaribu kuzicategorize hizi sekta kwa maana ni sekta ambazo hazina mwisho. Yaani ukianza kufanya biashara haufikiri kwamba ni lini nitaacha kufanya biashara, kwa sababu mahitaji ya watu kufanya biashara yanafanyika kwa muda wote, labda mpaka Mwenyezi Mungu atakapoamua kuifunga dunia. La kwanza. Lakini la pili, tukija kwenye kilimo, mahitaji ya chakula. Swala la kula ni swala la muhimu kwa kila binadamu, iwe ni ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Kwa haufikirii kwamba leo nitaziba mdomo nitaacha kula, nitashiba nitamaliza sili mwezi mzima, haiwezekani.
demand au mahitaji ya watu kuendelea kula ni makubwa na ni ya kila siku. Kwa hiyo ni fursa moja wapo kwa vijana. Lakini nikija katika sampuli ya tatu ambayo naweza nikazungumzia kwenye swala zima la viwanda. Kwenye manufacturing, viwanda tunazungumzia katika mapana yake, tuna produce a lot of goods, yani bidhaa zaidi ya moja. Kwa mfano kwenye swala zima la mavazi. Mavazi, kila mtu anahitaji kununua mavazi kila siku kwa ajili ya kujistiri. Huwezi kwenda kwenye ibada bila kuwa na stara. Lakini ukiachana na hivyo, kuna kusindika vyakula kupitia viwanda ambavyo vinatoka ndani ya Tanzania kwenda nje ya nchi. Kwa zote hizi zinahitaji ni fursa kwa vijana, kwa sababu ni sekta ambazo zinaonekana kwamba huwezi kuifananisha kwa mfano labda na sekta ya utalii ambayo itakuwa na kuna muda lazima itakuwa ni finyu kwa sababu ya mahitaji. Lakini ukija kwenye sekta ya viwanda ni pana, kwa sababu production inahitajika kila siku. Hatuwezi kufikiria kwamba leo tusitishe kwa sababu mahitaji bado ni makubwa. Okay. Bwana Ndele, na wewe umegusia kuhusiana na fursa ya kilimo, ambayo kauli mbiu ya taifa inasema kilimo ni uti wa mgongo, ambao ni sahihi kabisa, sababu kupitia kilimo ndio inazalisha vitu vingi. Lakini nataka tugusie kwa wale ambao wamewahi kushiriki kilimo, nadhani watakuwa kuna mashahidi huko wanaotazama au waliomo humu, ni kwamba unalima bidhaa yako labda ya viazi mbatata, unakuja kuviuza Mabibo, huwezi kumfikia mteja wa mwisho, inabidi kutane na mtu anaitwa dalali. Sasa mimi kijana niliyetoa nguvu yangu, nimetumia muda wangu, rasilimali zangu, na kuja kufika sokoni, sikutani na mteja, na kutana na dalali ambaye muda mwingi anachukua kiasi kikubwa kuliko mimi. Hili lifanyikeje ili tuweze kuondoa hii cheni ambapo niweze kunufaika na kilimo changu? Tukianza na Abdallah Ndele. Asante. Brother alivyoelezea hapa amenikumbusha sekta moja kabla sijajibu swali lako ambayo huenda atuzungumzie. Okay. Unapomaliza chuo au unapoingia mtaani, mara nyingi watu wanaga mitaji. Sasa kuna hii issue ya kutoa huduma. Umeelewa? Kwa mfano, wanafunzi yuko chuoni ana ambaye anatumia kwenye comment vitu vya ajabu ajabu mitandaoni. Sawa. Anaweza kutumia smartphone yake akaingiza pesa, lakini simaanishi kwamba kwenye njia mbaya. Kuna watu wengi, mfano mashehe hapa wanatoa mawaidha. Yeye anaweza kawa na mrekodi zile Sheikh Sudi alikuwa anazungumza hapa. Alizungumza tu dakika 1.5 akawa ana post. Umeelewa? Itamsaidia yule Sheikh Sudi kupata kazi nyingi sana za namna hii na watu wengi sana kumuona. Sahihi. Lakini ni smartphone, una install application inaitwa CapCut. Umeelewa? CapCut inakusaidia wewe kuedit. Na ni very simple. Yaani wala unahitaji kuwa na skills nyingi kama mtu anatumia Adobe nini, hapana. CapCut ni very simple tu. Ukiingia YouTube unajifunza jinsi ya kutumia CapCut, then unaenda unaedit. Sasa huu ni mfano mmoja wapo wa shekhe, lakini kuna wafanyabiashara hapo Kariakoo wanahitaji watu wa kuwafanyia promotion ya bidhaa zao. Unaweza kuwa unafanya kazi na rekodi zile contents unatuma. Hiyo ni service. Na ziko service nyingi ambazo unaweza kutoa bila kuwa na mtaji. Unaweza ukafundisha skills mbalimbali ambazo umejifunza. Kwa hiyo pia nayo tusije tukaisahau. Tukija kwenye swala lako la kilimo. Mimi wakati niko chuo mwaka wa pili, mwaka 2016 nilifungua genge nyumbani kwetu. Kwa nilikuwa nauza genge langu. Mwenyewe asubuhi nikitoka naenda studio nachukua mzigo, kitoka mzigo nikupeleka kwenye gari narudisha nyumbani. Kuna mtu kule aniuzia mpaka jioni, nikirudi mwenyewe nakaa mpaka saa 4 usiku. Moja ya biashara ambazo naipenda mpaka sasa hivi. Naikubali sana, ina hela. Yaani mtu mwenye duka na mwenye genge wako tofauti sana. Changamoto yake tu mzigo unaoza. Umeelewa? Inatakiwa uwe faster kidogo. Sasa hili swala la hawa watu ambao wanakuwa ndo kama wana own ile soko. Nadhani ipo hadithi ambayo Mtume sallallahu ameizungumza. Kwanza watu wa mjini kuuza vitu vya watu wa shamba. Sheria ya dini inakataza. Umeelewa? Kwa hiyo kama kuna mtu anakaa mjini, yani yeye yuko pale sokoni, alafu anataka kumuuzia vitu mtu wa shamba ambaye hajui pale hali ya soko ikoje, sheria inakataza. Hawa watu ndio wanataka advantage. Maana yake boksi la nyanya kuna kipindi inakuwa shilingi 10,000, kuna kipindi boksi linapanda mpaka 100,000. Boksi lile moja. Umeelewa? Wale madalali hapa katikati kuna tabia wanaifanya. Na wao wala hawataki riski yote. Na sisi tunajua kwenye sheria ya Uislamu kwamba kama unaamua kufanya biashara lazima na wewe uwe sehemu ya risk takers. Lakini kama unakuwa wakala au kama unakuwa dalali, wewe utapata commission. Umeelewa? Kwa ile kazi ambayo umeifanya. Kwa hivyo hawa watu wanavuruga system ya soko, lakini pia muda mwingine wanaharibu hata masuala ya kisheria. Kwa hivyo mimi nafikiri sisi tumezaliwa katika zama ambazo ni bora sana. Unajua kutokea 2005 mpaka mwaka 60 wazee wanajua mabadiliko makubwa ya kidunia, labda kama watu waligundua walikuwa na TV sana na ni familia chache zilikuwa na TV.
lakini kulikuwa na internet, yani kompyuta zilikuwa ndo kidogo, si ndivyo? Hatuwezi kuwa ni vijana ambao tunahangaika na harakati nyingine, ila kwenye uchumi tunadidimia. Nashukuru. Kuna kitu kimoja nitaka tupate mtazamo wenu, kwa sababu mmezungumza kitu kizuri kuhusiana na teknolojia tulizonazo. Simu ya 1,500,000 inaweza kupatia wateja wengi na wengi zaidi. Tanzania tumeingia kwenye makubaliano ya soko huria Afrika. Kijana wa Kitanzania ana nafasi ipi ya kuweza kuteka hili soko la Afrika kulingana na mkataba tulioingia? Ni kipi afanye ili aweze kuteka hili soko? Bwana Manu. Nashukuru kwa swali lako zuri. Nadhani kwanza kabla hatujazungumzia Tanzania tuzungumze kama vijana wa Kiislamu. Ndio maana tupo ndani ya tamsia. Kwa hiyo tunapozungumza ni lazima tugusie na kwenye misingi ya dini. Sawa. Tunapozungumzia swala zima la fursa la soko huria la nchi ya Afrika za ukanda wa Afrika Mashariki, ni fursa kwa vijana. Lakini kama ambavyo tumezungumza kwamba kwa ujio wa teknolojia ambayo inaenda kasi kwa sasa, na sisi kama vijana wa Kiislamu tunayo fursa ya marketing, lakini ni lazima tuende kuangalia adherence ya Islamic marketing principles. Kwamba once tunaenda ku create labda pengine kuna ka video tunaenda kukapost, tukirudi katika misingi ya dini, kina misingi kinarudi katika principles zile za marketing kwa mujibu wa Uislamu, kwamba tunaenda kuposti katika biashara zetu, ndio tunaingiza product zetu zinaenda, lakini means tunazotumia katika kutangaza, pengine mfano tunaweza tukatengeneza labda tangazo kwa ajili ya kutangaza bidhaa, lakini tumemtumia mwanamke ambaye pengine hajajistiri. Ni tangazo inaenda viral kwa ajili ya kuweza ku-attract customers, lakini tukirudi katika mlengo wa Uislamu haileti mantiki katika misingi ya marketing. Kwa hiyo ni lazima tunapokuwa tunaingia, ni fursa kwa vijana, yes, lakini turudi sasa, once tumeipata hii fursa, tukiwa tunaitumia tukumbuke kwamba kuna anayetuona ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani turudi kwenye misingi ili tuweze kufanya baraka za yale ambayo tunaenda kuyatekeleza katika kuzitumia hizi fursa za kimasoko zije zaidi, na sio kumchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengine ikawa ni sababu ya sisi zile goals au malengo ambayo tunategemea kama vijana tusiweze kuyafikia. Abdallah Ndele, tumesaini mkataba wa soko huria Afrika na kanda mbalimbali. Mimi kijana wa Kitanzania nanufaika vipi? Nifanyeje ili nufaike na fursa hiyo? Soko huria unamaanisha kwamba watu wanaweza kufanya biashara. Mtanzania anaweza kaenda Kenya akasafisha mizigo yake. Haiko free hivyo, lakini kuna restrictions ambazo zimepunguzwa. Na tukisema soko huria maana yake kwa sasa hivi inajumuisha nchi za Afrika Mashariki pamoja na nchi za SADC, zile nchi za kusini. So kitu cha kwanza sisi tuko less aggressive. Sisi vijana wa Kitanzania, sio tu wa Kiislamu. Vijana wa Kitanzania sisi tuko less aggressive. Yaani hapo anza katoa kijana wa Kenya akatumia advantage, lakini sisi tuko hapa. Na ndio maana hata unazungumzia masuala ya investment kwenye startups, nchi 4 Afrika ndo zinaongoza kwa kupata funds zile za watu ambao wana invest kwenye startups, yani zile venture capitals, ambazo hizo nchi kuna Nigeria, kuna Egypt, South Africa na Kenya. Imagine Kenya wapo kwenye top 4. Umeelewa? Hizo nchi 4 ambao ni majirani zetu. Sisi kwenye top 10 sidhani kama tunaingia Tanzania. Kwa sababu gani? Sisi tuko less aggressive. Hapa sisi hata wanafunzi ukiwauliza mfano ambao wako vioni, nani ambaye amejaribu kubuni kitu ambacho ni tofauti kabisa akija kuwepo? Kwa sababu unapotaka kuja na kitu mfano labda cha tofauti kiweze kuuza, jaribu kufikia kitu ambacho hakija kuwepo. Mimi naambiaga watu wamefikiria kuhusiana na feni baada ya kuwa walikuwa wanajipepea kwa sababu ya joto. Wakawaza kuwa na feni, lakini walipoona feni zinawapigia kelele wakaamua kuja kuwa na AC. Lakini sasa hivi AC umeme ukikatika, AC haifanyi kazi, feni haifanyi kazi. So tunahitaji kitu ambacho hata umeme ukikatika bado joto halitofanyaje? Halitokuwepo. Kwa sababu lengo letu si kuwa na feni kwa sababu ya joto. Kwa umeme ukikatika ni changamoto. So either umeme usikatike au tuje na kitu ambacho tunaweza tukakitumia hata umeme ukifanyaje kukatika. So lazima ufikirie vitu kinyume. So sisi tunatakiwa tuwaze namna gani ambavyo tunaweza tukaingia kwenye haya masoko, lakini kwanza tuwe aggressive. Tujue kwenye hizo nchi kuna fursa zipi. Kwa mfano, sisi Tanzania tunalima sana. Watu wanalima sana huko kina mikoani na sehemu mbalimbali. Nchi ambazo zinatuzunguka nyingi hawana ardhi kubwa ya kulima. Kwa hivyo tunaweza sisi tukawa tunasafisha mazao, mfano wa mahindi ukipeleka Kenya yanauzika. Watu ambao wanalina asali the same vile. Kuna Uganda kuna vitu vingi hawana. Ukishuka huko kusini
kuna vitu vingi pia vile vile hawana ambavyo Tanzania hapa vinapatikana na ukienda mpaka vina mikoani. So ni namna gani ambavyo unajua kwenye nchi fulani kuna fursa na wewe utafute namna ya kuweza kuexecute hiyo fursa. Hiyo kwa upande wa biashara, lakini pia kuna upande wa kazi. Inawezekana sio lazima kila mtu akitoka hapa afikirie tu kwamba namna gani anaweza kwenda kuajiriwa Amsons. Unaweza kwenda kuajiriwa sehemu nyingine, nchi nyingine ukapata exposure. Madaktari wengi wa Tanzania wako Botswana. Tumeona sasa hivi South Africa hawataki watu, lakini zipo nchi ambazo zinataka watu. Kwa hivyo unaweza ukasoma hapa ukamaliza, usifanye kazi Tanzania kwenda kufanya kazi sehemu nyingine, kwa sababu kipato tu kinatokana na biashara. Wahasibu wanafahamu kuna employment income ambayo inatokana na labor, ambayo inatokana na biashara, then kuna investment income ambayo inatokana na uwekezaji. Kwa hivyo pia unaweza kwenda ukafanya biashara ukafaidika na hiyo soko huria. Pia lakini ni biashara na wewe uende ukafanya kazi. Unaweza ukafanya uwekezaji. Sasa hivi tunaona namna ambavyo masoko ya uwekezaji yamekuwa makubwa sana. Watanzania wengi wanawekeza kwenye stock exchange ya Dar es Salaam. Pia unaweza ukatafuta namna ya kwenda kuwekeza kwenye Nairobi, Uganda Stock Exchange, Rwanda Stock Exchange, lakini ukashuka mpaka South Africa na sehemu nyingine, ukawekeza na ukafaidika baada ya muda fulani kwa uwekezaji wako. So tujifunze labda kwenye kumalizia hiyo point. Kwanza tufanye analysis, tujue huko vitu gani ambavyo vinahitajika, alafu then sisi tujue namna gani tunaingia. Tutafute kama ni mitaji ya kutosha, na sio lazima ufanye vitu peke yako. Tengeneza mpango, nenda kwa watu ambao wana pesa, sawa, muonyeshe kwamba kitu kweli ni feasible kinafanyika, then mnaweza mkafanya pamoja mkafanikiwa. Shukrani sana. Moja ya kitu ambacho umegusia ni kweli nchi nyingi zinazotuzunguka kwenye chakula kidogo wako chini. Miongoni mwao ni Kenya, na Kenya wanategemea asilimia kubwa ya chakula kutoka Tanzania. Mimi na ndugu yangu nayemfahamu anasafirisha dagaa hawa wa Mwanza tani kupeleka Kenya katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hilo umeligusia, nimefurahishwa. Muda unatukimbia na nikuongezee Buliba, sio hivyo tu. Hata soko la halali. Moja kati ya nchi ambazo zimedominate soko la halali kwenye upande wa vyakula duniani ni Brazil. Umeelewa? Lakini Tanzania ni nchi ambayo inaweza kusema tuna nafasi kubwa sana ya kudominate soko la halali kwa sababu vitu vyetu vingi ni vipo katika mfumo huo. Lakini uweze amini sisi vijana wa Kiislamu na hata Waislamu wengine kwenye kusafirisha hivyo vyakula vya halali, nyama, sina vitu gani kwenda nchi za Kiarabu, sisi wala hatupo. Wapo watu wengine kabisa ambao wao sio watu wa halali, lakini wanazalisha vyakula, wanawachukua consultants kutoka hizo nchi, wanakuja wanaangalia kama ni nyama, ni mifugo, kila kitu, na kisha wanasafirisha. Wewe hata nikikuuliza hapa sasa hivi, hata halali certification ambayo unaijua, inawezekana hata hamna ambao unaijua. Hata kampuni ya halali ambayo inasafirisha mizigo ya Kiislamu kwenda Saudi Arabia, hakuna. Sisi badala ya kwamba tuchukue yani tufaidike na yale masoko ya nchi za Kiarabu kwenye vyakula, sisi tunachofaidika ni kwamba wale wanakuja kuleta misaada tu hapa, kwamba watajengea msikiti, kimaliza hapo tunakaa tunaanza kugombania sadaka. Lakini hatuna namna ambayo sisi tunaweza tukachukua mizigo, kwa mfano vyakula, tukabeba hapa au mazao tukasafirisha. Ule ushirikiano wetu. Sawa, ule ushirikiano, na hii ni challenge nitampa Lukmani, bahati mbaya ametoka. Nchi kama Uturuki tunashirikiana nao vipi sisi kuweza kusafirisha vitu kutoka Tanzania kwenda nje. Na ndio maana hata kwenye forex tunapitwa, deni la taifa linaongezeka kwa sababu tuna import sana kuliko tunavyo export. Na kama point nyingine, umeona namna ambavyo serikali wametoa hii asilimia ya mkopo kupitia wizara ya vijana. Sisi of course tunapata changamoto kwa sababu ile mkopo una riba. Sisi kama Waislamu ni ngumu ku execute. Lakini ukiachana kutoa mkopo, kwanza riba ile serikali iondoe. Umeelewa, ili vijana wa Kiislamu pia tuweze kupata ule mkopo. Lakini pia serikali itengeneze mazingira ya watu kufanya biashara. Mkopo ni jambo moja, lakini mkopo unapoingiza kwenye biashara, unaenda sehemu gani na unakutana na mazingira yapi? Unaweza ukachukua mkopo ukajikuta wewe ndio umekopesha maisha yako, ukaanza kuwa na stress kama vile watu wakausha damu. Umeelewa? Sasa mpaka mkopo ndio wakausha damu, watu damu zinakauka kweli. Umeelewa? So mazingira, serikali inatakiwa itengeneze mazingira ambayo watu watafanya biashara. Mfano wewe sasa hivi ukitaka kufungua kampuni, mambo utakayokutana nayo kwenye kufungua kampuni utajutia. Umeelewa? Kwanza unatakiwa si uende BRELA, kutoka BRELA uingie TRA. Unaweza kuzunguka wewe ile la mkopo utakayopewa ikaishia kwenye movement peke yake. Umeelewa? Kwa hiyo I think mazingira ndio yanatakiwa yaboreshwe zaidi. Watu hata kama mtu akimpa mkopo mtu mwingine, kwa sababu sio lazima serikali ikopeshe. Wapo watu wana hela nyingi. Lakini mtu akimpa mtu mkopo anajua huyo mkopo atoboi kwa sababu anajua mazingira ya biashara ya nchi. Kwa mazingira yawe mazuri ili mambo yaweze kwenda. Umeligusia swali ambalo lilikuwa linafuata na umelijibu. Tuna changamoto hiyo kwamba ukisajili leo kampuni utakutana na sheria ambazo wewe mwenyewe utakimbia. Kwa mfano, mwezi wa 12 tumesajili kampuni tarehe 5. Baada ya kusajili SABRELA wamekubali tarehe 5 kwenda tarehe 7 si karibu.
Sasa ile yani hujakaa vizuri na nini, unaingia kwenye mfumo wa TRA umepigwa penalty ya return, wakati hata kampuni hujaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kuna hivyo vipengele mamlaka na wahusika inabidi kweli waviangalie kwamba bwana huyu ndo anaanza hata kufungua hata nyanya hajaweka sokoni, kuna namna kunabidi kuwe kuna unafuu katika baadhi ya sheria na kanuni. Nashukuru. Tunaenda moja kwa moja kulingana na muda. Wengi tunalalamika mitaji, na benki na taasisi za kifedha lazima uende na collateral. Njia mbadala ni ipi kwa sisi vijana kupata mikopo, kupata mitaji? Tunaanza na wewe afu tutamalizia Bwana Ndele. Baba, nadhani ni swali zuri sana, lakini nitalielezea katika muktadha wa conventional lakini na Islamic, kwa maana ya kwamba kwanza tukirudi katika misingi ya dini ya Uislamu, tunasema kwamba Islamic finance haipo kwa ajili ya profit, ukienda kuzungumzia misingi. Lakini tukiangalia mataasisi yaliyo mengi ni profit oriented, kwa maana wao wapo kwa ajili ya maslahi ya kupata nini? Faida. Lakini Islamic finance was there for poverty alleviation, kwa ajili ya kuondosha nini? Umaskini. Okay. Kwa ni lazima tukiri kwamba we have Islamic banks, we have Islamic windows, tuna Islamic bank, tuna madirisha yale ambayo yanatoa huduma za miamala ya Kiislamu, lakini bado haziwezi kuwa toshelezi katika masuala mazima ya utoaji ya mitaji kwa jamii, kwa sababu wao ni profit oriented na wameacha jukumu ambalo ni la msingi la poverty alleviation. Zahmidi TV.